السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahbabi fillah, nimesimama mbele yenu hapa kama nilivyokadimishwa kwamba mada yangu inahusiana na kuenea kwa riba na kamari katika jamii. Lakini kabla sijaingia kwenye mada, ningependa kuwa na utangulizi mfupi kuelezea namna gani riba na kamari ni miongoni mwa muubikati, maangamizi kwa mtu mwenyewe, kwa jamii, bali kwa viumbe vyote. Kwa hiyo muwe hadhir kuweza kusikiza kauli za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kuonyesha uzito wa ubaya wa haya mambo, riba pamoja na kamari. Kwa utangulizi, katika suratul Baqara aya 278 mpaka 279, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Enyi wale ambao mmeamini, mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala na acheni kila ambacho kimebakia katika riba ikiwa nyinyi ni waumini. Fa illam taf'alu, ikiwa hamtofanya, ikiwa hamtoacha riba, fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli, tangazeni vita na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli, tangazeni vita na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wa in tubtum, ikiwa mtatubia kwa kuacha riba, falakum ruusu amwalikum, basi chukueni rasilimali zenu au mitaji yenu mlioikopesha. La tadhlimuna wala tudhlamun, msidhulumu wala msidhulumiwe. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika suratul Maida aya 33 kuonyesha mapambano yaliyopo kati ya Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa hawa wanaofanya ufisadi wa riba na kamari, bali wamepewa auliyaul umur, viongozi katika dola ya Kiislamu kulihakikisha hili. Innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu, hakika malipo ya wale wanaompiga vita Mwenyezi Mungu na mtume wake, miongoni mwayo katika vita hivyo ni vita vya riba na kamari. Wayasauna fil ardhi fasada, na wanaeneza katika ardhi hii ufisadi. An yuqatalu, basi wauliwe, au yusallabu, au wasulubiwe, au tukata aidihim arjuluhum min khilaf, au wakatwe miguu yao na mikono yao kinyume nyume, wa kushoto na wa kulia, wa kulia na wa kushoto. Au yunfau min al-ardh, au wafukuzwe katika miji kabisa. Dhalika lahum khizyun fi dunya, hii ni hizaya, ni aibu kwao hapa itakuwa duniani. Wala hum fil akhirati adhabun adhim, na akhira hawa watakuwa na adhabu iliyochungu. Amepokea Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, idha dhahara zina wariba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adhab Allah. Hadithi imepokea Tabarani, amesahihisha al-Imam al-Albani rahimahullah. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, itakapodhihiri, kwa maana itakapoenea zina na riba katika mji wowote, basi watu wa mji huo wamejihalilishia nafsi zao adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa maono ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kudhihiri, kuenea kwa zinaa katika miji yetu, hakuna mjadala, hakuna haja ya kufanya utafiti.
kudhihiri kwa riba hakuna haja kufanya utafiti. Na amesema tena Bwana Mtume sallallahu alaihi hadithi alipokea Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema idha dhahara zina. Nimezungumzia hadithi ya Abu Huraira nyingine inasema ishtanibu sab'a almubiqat, jiebusheni na mambo saba yenye kuangamiza. Ila ya Rasulullah wama hunna, akaulizwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba, ni mambo gani hayo? Qala ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wasihru na uchawi, wa qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bilhaq, na kuiua nafsi ambayo Allah ameharamisha isiuliwe isipokuwa kwa haki, wa aklu riba, na kula riba. Wekeni mstari hapo, na kula riba. Wa aklu mali al-yatim, na kula mali ya yatima. Wa tawalli yawma zahfi, na mtu kukimbia wakati wa vita vya jihadi. Wa qadhfu al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat, na kuwatukana na kuwasingizia uzinifu wanawake ambao wamejichunga wala hawana habari na jambo hilo walio waumini. Na imeitwa mambo haya miongoni mwao ni riba, ni mubiqat, katika mambo yanayoangamiza, kutokana na kwamba yanamuangamiza yule mwenye kuyafanya, bali adhabu ya Mwenyezi Mungu inamwangukia yule mwenye kuyafanya hapa duniani na akhira, na kutokana na madhara yanayopatikana katika jamii ya Kiislamu, bali kwa viumbe wote. Na amehadharisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakapoenea hili gonjwa, hili tatizo, ni jambo ambalo linaweza kuleta maafa makubwa na majanga makubwa. Imepokewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwamba amesema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha dhahara zina wa riba fi qaryatin, kama tulivyozungumza, faqad halu bi anfusihim adhab Allah. Ama swala la kamari ni kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Maida aya 90 mpaka 91, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu. Mwenyezi Mungu anatuambia, enyi wale ambao wameamini, hakika ulevi na kamari na masanamu na ramli ni uchafu katika matendo ya mashaitani, jiepusheni nayo. Innama yuridu shaitanu an yuqiya bainakum al-adawati wal baghdha fil khamri wal maisir, hakika shaitani anataka awaingize nyinyi katika uadui na chuki baina yenu katika pombe na kamari. Wayasuddakum an dhikrillah, na awazuie nyinyi na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ani sala, na awazuie na swala. Fahal antum muntahun, hivi nyinyi ni wenye kukoma na haya mambo? Kombeni. Imepokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, amesema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halali am min haram. Hadithi imepokea Imam Bukhari. Zitakuja zama kwa watu, zama hizo hatojali mtu katika mali aliyochukua ni ya halali au ni ya haramu. Hii yote ni katika kuonyesha kwamba swala la riba na kamari ni swala mtambuka katika jamii yetu. Lakini hapa tunazungumzia si riba ya mpokeaji tu, kwa maana anayekopesha akapokea riba, la hasha. Hata yule anayekopeshwa na kutoa riba, hata yule ambaye ni shahidi wa ile riba, hata yule ambaye anaandika habari ya riba, pia anaingia katika riba hizo tunazozungumzia. Amesema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi aliyopokea Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, kwamba laana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba, amemlaani, amemweka mbali na rehema Mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye kula riba, wa mukilahu, na yule mwenye kulisha riba, wa katibahu, na mwenye kuwa na maandishi ya riba, wa shahidai, na wenye kushuhudia hiyo riba. Kisha akasema hum sawa, hawa wote wako sawa sawa. Hadithi imepokea Imam Muslim. Na wala sio kwa tunazungumzia hapa mariba makubwa makubwa, labda riba ndogo ndogo taraa, au yawezekana ikawa mtu aweza kuigusa gusa au hapa na pale. Sema hapana. Imepokewa na Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna abwaba riba 72 huban, hakika milango ya riba ni daraja 72, kuanzia wa chini, riba ya chini mpaka riba ya juu 72. Sema Bwana Mtume sallam, adnahu, riba ya chini kabisa dhambi zake ni sawa sawa na nini? Kalladhi yati ummuhu fil islam,
kama mtu ambaye anamuingilia mama yake, anamzini mama yake katika Uislamu. Hadithi ameipokea Imamu Tabarani, amesahihisha Imamu Al-Albani, kuonyesha kwamba riba hata ikiwa ni chache, ndogo mno, basi ni dhambi kubwa mno. Je, hiyo riba kubwa? Waislamu, huo ni utangulizi, nimeutanguliza hapo, lakini nataka tuingie katika mada, kuenea kwa riba na kamari katika jamii yetu. Nini sababu? Kwanza tuelewe kwanza, swala la riba na swala la kamari ni swala mtambuka, kila mmoja wetu analifahamu, lakini tu ufahamu wenyewe uko vipi, tutaangalia katika hii mada jinsi ufahamu ulivyo. Lakini tuangalie tafiti labda zilizowahi kufanywa kwa uchache na baadhi ya vyombo vya utafiti hapa nchini, labda Tanzania au katika nchi za Afrika Mashariki pamoja na nchi za Afrika Magharibi, ili tuone tatizo la kuenea kwa riba katika jamii yetu. Tafiti inaonyesha hapa Tanzania kwamba kuna vilabu vya kamari vimeongezeka kutoka vilabu 12 mwaka 2003 hadi vilabu 50 mwaka 2023. Miaka 20 vimeongezeka vilabu 38. Napozungumzia vilabu, nazungumzia casino, yale sehemu ambazo kuna vilabu vikubwa vikubwa vya riba inayotendeka hadharani au vilivyopewa vibali. Hii ni kwa mujibu wa Mamlaka ya Udhibiti wa Kamari Tanzania. Vile vile kuonyesha kwamba michezo ya riba imeenea sana, mpaka mwezi wa Septemba mwaka 2024, mwaka jana, kuna kampuni 34 za kubeti za michezo mbalimbali zilizo katika simu na mitandao internet hapa Tanzania. Bali utafiti uliofanywa na Geopol, kampuni ya utafiti ya kilimwengu hii, mwaka 2022 uliofanywa kwa nchi 6 za Afrika: Tanzania, Kenya, Uganda, Ghana, Nigeria na Ivory Coast. Utafiti uliofanywa kwa vijana 400 katika nchi hizi, kila nchi vijana 400 wamefanyiwa utafiti huu, ambao wana miaka 18 mpaka 35. Imeonyesha utafiti huu kwamba 63% ya hawa vijana wanaotumia fedha katika simu zao wanazitumia kwa ajili ya kamari. 54% wanaotumia fedha kwenye simu zao wanazitumia kwa ajili ya huduma za mitandao na kwa ajili ya mawasiliano ya simu. 53% wanatumia malipo ya simu kwa ajili ya kulipia luninga, kwa maana TV. Hii ni upande wa kamari. Ama upande wa riba, kwa Tanzania tu, Benki Kuu ya Tanzania mpaka mwaka jana imesajili vikundi au kwa maana taasisi za kifedha 2221 zinazoshughulika na riba, achilia mbali zile za kitapeli. Hizi ni rasmi taasisi zinazoshughulika na fedha kwa minajili ya riba, iwe ni benki, iwe ni taasisi nyingine za kukopesha, lakini ni taasisi 2221 zinazoshughulika rasmi kwa serikali. Hii ni picha ndogo tu ambayo tunaiona hapa, lakini sasa tuingie kwenye kiini. Sababu gani zinapelekea kuwepo kwa kamari na riba au kuenea mno za kama hizi? Nirudi kwenye hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyopokea Imam Tirmidhi, hadithi sahih. Ka'b ibn Iyad radhiyallahu anhu anasema, amesema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal. Hakika katika kila umma, na imethibiti katika umma wa Israeli, fitna yao ilikuwa kwa wanawake. Lakini umati huu anasemaje Bwana Mtume sallam? Hakika katika kila umma kuna fitna, na fitna ya umati wangu ni mali. Swala la riba na kamari linahusiana na mali, na ndiyo hii sasa aliyotueleza Bwana Mtume sallam kwamba imekithiri mno kupita kiasi, na tutaona katika hivi vipengele ninavyoorodhesha hapa namna gani ilivyokithiri kiasi kwamba hawa tuliopo hapa juu ya huenda wanaguswa kwa njia moja au nyingine kuhusiana na swala la riba au kamari.
Hawa ni wataalamu mno kuliko mimi mnaleta mada mbele yangu hii kuhusiana masuala ya riba na kamari. Lakini na hakika, sababu hakika wao nasema kutokana na kwamba kila mmoja wetu anamiliki simu janja na kila mmoja wetu anaingia katika mitandao na kila mmoja wetu anapata SMS, message za kuhusiana na kukopa, message za kuhusiana na mambo ya riba na message za kuhusiana na kamari. Kila mmoja wetu anafanya. Sasa unakuta kwamba ni jambo ambalo limetuenea sote sasa hivi. Lakini kwa uchache naweza kuzungumza pointi karibuni 6 ambazo sikuziweka kwa mpangilio kwamba hii ya kwanza ndio mwenyewe au ya mwisho ndio ya chini mno, la hasha. Na zileta zote kwa pamoja ili tuone kukithiri au sababu za kukithiri kwa riba na kamari katika jamii yetu. Sababu ya kwanza, al-ulama, utandawazi, globalization. Labda tujieleze nini globalization? Utandawazi ni nini? Mchakato wa kuunganisha watu, nchi na uchumi kote ulimwenguni na ubadilishanaji wa bidhaa, huduma, mawazo na tamaduni za nje na tamaduni nje ya mipaka. Kwa maana nyingine ni kufanya urahisi wa mawasiliano kiuchumi, kitamaduni baina ya jamii iliyotuzunguka au na jamii iliyoonyesha. Huu ndio utandawazi. Sasa utandawazi ndio zao lake kubwa na la makusudi ni riba pamoja na kamari. Na utandawazi ni jambo lililozalishwa na watu wa magharibi ambao 90% katika hao watu wa magharibi ni maadui wa Uislamu. Yale wale aliyotuzungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Hawatoacha kuwapiga vita nyinyi mpaka wawatoe katika dini yenu ikiwa wataweza. Sasa tukiangalia huu utandawazi katika masala ambayo yamepelekea kuwepo kwa riba na kamari au kuenea sana, jambo la kwanza ni kule kukithiri kwa kanuni za misingi ya kiuchumi za kimagharibi. Leo hii kanuni zetu zote, sawa nchi ambazo zinajinaki na kujisifu kwamba ni nchi za Kiislamu, sawa nchi zinazozakaliwa na Waislamu wengi, sawa nchi na Waislamu wachache, wote wanafuata misingi ya kiuchumi ya kimagharibi na kanuni zake. Na misingi ya kanuni za kimagharibi na kanuni zake imejengwa katika misingi ya kiriba na misingi ya kamari. Nakumbuka mzungumzaji aliyezungumza leo mada ya kwanza hapa katika kuzungumzia masala ya mali au imezungumziwa fedha pamoja na mfumo wa fedha na benki katika Uislamu. Kwa hiyo ni mifumo ambayo mingi imejengwa au yote karibuni, isipokuwa sasa hivi kidogo Waislamu wameanza kujanjaruka na kuweza kuweka mifumo yao, lakini mifumo mingi imewekwa katika misingi ya kamari, ambayo mfano bima hizi tunazozikata katika mashirika tofauti, na misingi ya riba katika mabenki ambayo tunashughulika nayo. Jambo la pili, kutegemea nidhamu za kifedha za kiriba za kimagharibi. Jamii kubwa ya Waislamu inategemea nidhamu hizi za kifedha za kimagharibi. Utakuta Muislamu anakwenda mbio kupata credit cards. Credit cards hizi ni kadi za mikopo. Unapewa wewe na benki, wanakudhamini wewe kwenda kukopa mahali, lakini wanakukata kwa njia ya riba. Au mikopo ambayo inachukuliwa kutoka katika mabenki kwa namna tofauti tofauti. Ima katika hali ya mtu kuficha pesa yake kwamba asionekane kwamba ana pesa na kwenda kuchukua mkopo wa riba kisha analipa kidogo dogo. Jambo jingine la tatu katika masuala ya utandawazi ni teknolojia. Baadhi ni waliwahi kulizungumza hili neno katika utaalamu wa Kiswahili, teke linalowajia, ambalo ndio hili leo hili tunapigwa sisi. Teknolojia hii imerahisisha mikopo ya riba na kamari pamoja na matangazo yake. Leo hii mimi kwa uchache nimepata message 3 kutoka vyombo tofauti tofauti, hasa kampuni za simu, zikinitaka nikope kisha nirudishe kwa riba nafuu. Nimepata matangazo tofauti wakati nilipoingia katika baadhi ya applications kwamba matangazo ya kamari haya yapo bila wasiwasi. Kwa hiyo teknolojia imetufikisha katika hali hii.
Jambo jingine ni upotoshaji wa makusudi kwa njia ya matangazo ya kimtandao na simu yanayoenea katika jamii yetu. Huu ni utandawazi wa Uislamu. Lakini liko gogoro jingine la pili ambalo limefanya kukithiri kwa hii riba na kamari, nalo ni udhaifu wa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake. Hili jambo jamani, lazima tulikubali kwa njia yoyote ile. Kuna udhaifu mkubwa wa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, na kama humjui Allah subhanahu wa ta'ala utamuasi. Mwenye kumjua Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kumuasi hata siku moja, na kama akimuasi basi ni matokeo ya bahati mbaya au matokeo ya binadamu tu. Watu wengi hawamjui Allah subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwa sababu za kuzama watu katika maasi na hawaijui watu dini yake. Kweli ni huo. Leo hii mfano tuko Mwanza hapa kwenye kongamano hili lililotangazwa karibuni miezi 2 au 3 iliyopita, lakini angalia mahudhurio yaliyopo hapa. Taarifa niliyoipata kwamba watu waliotoka Bukoba ndio wengi zaidi kuliko watu waliotoka sehemu nyingine yote, kisha wanafuatia watu waliotoka Singida. Hebu jiulize, watu waliotoka Mwanza wako ngapi? Hakuna Waislamu Mwanza kwa zidi watu wa Bukoba ambao ni 500 na kitu. Lakini ukweli ni kwamba watu wa dini ya Mwenyezi Mungu hawaijui, na vile vile ili la kutojua dini ya udhaifu wa kumjua Allah na dini yake, tunalolifanya kosa hili la kuipa kipaumbele elimu ya kimazingira kuliko elimu ya dini, na hili linamgusa kila mmoja wetu hapa. Sote tuna watoto sisi, hima yetu kubwa wasome waje kuwa wataalamu huko juu, well and good, lakini je, wanaijua dini yao? Ndio katika muhadhara uliohudhurishwa hapa na Sheikh Salim Barahiani kuonyesha namna gani tunaweza kujikomboa katika hili, kwamba kama tutawafundisha hawa wataalamu dini yetu pamoja na kuweza kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, basi hapo tutaweza kulishinda gogoro hili. Limeenea gogoro hili kutokana na uzembe wetu sisi wenyewe. Moja ya uzembe tunaosema ni huku kuwakimbiza watoto katika mashule ambayo hayaonyeshi kumwogopa Mwenyezi Mungu wala hayajui dini. Nitawapa mfano hai. Mtaala wa sekondari Tanzania kuanzia form 1 unafundisha swala zima la riba. Somo la bookkeeping huwezi kulisoma form 1 mpaka uweze kufanya double transactions. Kuna accounts nyingi unazifungua, miongoni mwao ni account ya benki. Fungua account ya benki, benki wanakuingizia interest. Wana debit kwao, wewe una credit kwako. Unafanya hizi ni jambo ambalo linakufanya wewe uzoee. Hili jambo usilione kigegezi, usilione kwamba ni jambo ambalo la kutisha, bali linaonyesha kwamba hata mitaala ya hisabati na uchumi ni dhana muhimu mno. Hii imeingizwa katika mitaala yetu. Mtaala huu mpya sio wa zamani. Huo wa zamani tuliosoma sisi miaka ya 79, wenzetu wamesoma miaka 76, wenzetu wamesoma miaka ya nyuma. Swala la bookkeeping ukisoma lazima usome interest. Ukisoma kwenye economics lazima utapata mambo ya interest ambayo ni riba. Jingine katika sababu za kuonyesha kwamba riba na kamari zimeenea sana ni udhaifu wa imani. Udhaifu wa imani. Wale wanaomjua Mwenyezi Mungu na kuijua dini ya Mwenyezi Mungu wamekuwa madhaifu mno baadhi yao katika imani zao. Utafiti uliofanywa na Jumuiya za Kiislamu Tanzania mwaka 2023 ulibaini kwamba 65% ya wanaoshiriki kamari hawakuwa na mwelekeo thabiti wa dini, kwa maana walikuwa ni dhaifu dini zao. Bali 48% wanaotumia mikopo ya riba walikiri kukosa uelewa wa uharamu wa riba. Waislamu, kuna jambo jingine ambalo linapelekea kukithiri kwa kamari na riba, nalo ni ufisadi wa kifedha na kiuongozi. Sio mahali kwangu kuingia huko sana, lakini nazungumzia huu ufisadi wa kifedha, kwa maana ya kwamba ima fedha za haramu kuhusiana na madawa ya kulevya, fedha za wizi, fedha za kuuza binadamu, fedha za kaza, au ufisadi katika uongozi, kupora mali za umma, kupora nini, kufanya kuonea watu gani.
Hii imepelekea kuwepo na matabaka mawili, tabaka la walionacho na tabaka ambao hawana. Hohehahe, hawa ambao hawana sasa ndio waliopelekea kuona kwamba huku kwenye riba ndio twaweza kufanikiwa, kwa hiyo tuchukue riba. Huku kwenye kamari twaweza kufanikiwa, twende tukacheze kamari. Na ukiangalia ukweli ni kwamba mfano Tanzania hapa, haya mambo yamekuwa ni jambo la kuhuzunisha mno. Kina mama wengi mno na baadhi ya kina baba wameangukia katika janga hili. Leo hii kuna majina yetu tunayajua ya mikopo ya riba: kausha damu. Huu ni mkopo ambao upo na unakukausha damu kweli. Itafuta wewe tunachosema nini, kwamba unafanya diet, basi kaingie kwenye mkopo huu, utakonda ndani ya mwezi mmoja. Kuna haja ya kwenda gym. Kuna mkopo mwingine huo unaitwa kufuli mkononi. Nimetumia majazi lugha hii, sasa sijui umenielewa hapo Kufuli mkononi, na mama wanajua nini kufuli nazungumzia, kwamba saa yote umeshika wewe kufuli mkononi, waweza ukaja ukavamiwa na hawa watu wa mikopo hata hujawahi kuvaa kufuli. Kuna mkopo mwingine unaitwa mashavu bwebwea. Kuna mkopo unaitwa goti la jeshi. Lazima, hakuna, hivi ni vita kati yako na ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi hakuna utakapoponea katika hili. Bali tunaona katika masala ya kamari ndio hakusemeki tena. Slot machines, hizi mashine za kucheza kamari zilizojaa katika kila kona, na nasikitika kwamba kwenye misikiti yetu, majirani na misikiti yetu, kando ya misikiti yetu, hizi mashine zipo. Mashine hizi zinajulikana majambazi yenye silaha moja. Hazijulikani mashine ngapi zipo Tanzania kwa leo, lakini mpaka kwenye kijiji ambacho wewe hujawahi kukisikia, basi mashine hizi zipo, zinafanya kazi za kamari. Achilia mbali sijui kuna tatu nini, kuna mbili nini, kuna kitu gani mbili, sijui kopa nini, yote hizi majina bahati nasibu, haya yote ni majina ambayo yanatumika katika kuonyesha wingi wa kamari tulionao. Bali tunaona viongozi wanaosimamia hizi taasisi za kamari ni viongozi wenye majina ya Kiislamu, kuonyesha namna gani fisadi katika uongozi na fedha ulivyoenea. Lakini kuna jambo jingine la tano kuonyesha kuenea kwa riba na kamari, nao ni udhaifu wa mbadala kisheria. Udhaifu wa mbadala kisheria vipi? Uchache wa taasisi za kifedha za Kiislamu. Leo hii ukiambiwa taasisi ya kifedha Islam kwa Tanzania iko wapi? Utaambiwa Amana Benki. Sasa Amana Benki itahudumia watu wangapi? Kwa nini zimekosekana hizi? Hilo ni jambo ambalo limeongeza sasa watu kukopa kwa riba na kuweza kucheza kamari, bali pia uhamasishaji duni wa zaka, sadaka na mikopo isiyo na riba. Tumehamasishwa hapa swala la kuchangia taasisi milioni 100 na ngapi? Milioni 172,000. Wapi? Ni kweli Waislamu sisi milioni 172,000 ni kwa kuchanga hii? Na hamkuona mkono wa mtu yoyote hapo? Huenda Mwenyezi Mungu akajalia watakapokuja wanasiasa hapa wakaweza katia mikono yao hapa, na tunaomba iwe hivyo kama wanavyotia mikono katika sehemu nyingine. Lakini ukweli ni kwamba bado tuko duni mno. Tumeona, naingia kwenye siasa au siruhusiwi? Tumeona bwana tone tone lilivyoweza kufanya kazi Mwanza hapa, katika miji tofauti tofauti, lakini leo tumefanya tone tone hapa. Subhanallah, wanawake wametua milioni 1 sio na ngapi, wanaume ndio wamezidi kidogo. Lakini nasema kwamba hili ni tatizo. Waislamu hatuhamasishi swala hilo. Tumepewa namba hapa ya simu ya lipa kwa M-Pesa kuwapelekea watu. Tuko katika makundi tofauti tofauti, sia makundi sogozi ya WhatsApp. Tumeshindwa kuwatumia wakaweza kujibu, japo shilingi 5 tu, shilingi 10 tu, hakuna mtu alituma hiyo. Jingine
kuzembea vitengo vya zaka na wakfu katika kutatua hali za kifedha. Hatuna vitengo hivi. Vitengo vya wakfu hakuna, vitengo vya zaka hakuna. Twasubiri Ramadhani kwa ajili ya zakatul fitri, tukaweka misikitini watu wa kukusanya, kisha mambo yamekwisha. Hakuna sehemu ambayo imekaa madhubuti ya kukusanya zakatul mal kisha katumika katika mambo haya. Lakini la mwisho ambalo sio, wenyewe wazungu wanasema last but not least, hili ni zito mno, utanisamehe ndugu zangu, zito mno. Qillatul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, uchache wa kuamrisha mema na kukataza maovu katika swala la riba na kamari. Waweza kuangalia misikiti yote Ijumaa zote za mwaka mzima ukakuta kwamba halijazungumziwa swala la riba wala kamari. Hivi Waislamu wataelewa nini kuhusiana na riba na kamari? Watu wamejisahau, mashehe, walimu, sisi tumejisahau katika swala hili. Tuna hima kubwa, badala ya kuzungumzia mfano bid'atul aqadiyya, bid'a za kiitikadi zinazowatoa watu Waislamu, sisi tumeshika na bid'a amalia. Mishipa imetutoka, tutazungumzia habari ya talakini. Lakini hili linalowatoa watu katika Uislamu wao, wala wasiweze kurudi tena, kwa sababu riba na kamari, ndugu zangu, kamari ni ulevi au ni uteja. Mtu anaingia katika kamari hatoki bila ya kwenda katika soba. Leo Ulaya wameweka soba za watu wanaocheza kamari wawasaidie ili waachane na gonjwa hili. Sisi hapa Tanzania kuna soba ya kamari, soba iliyopo ya madawa ya kulevya na wanaopewa mesadoni peke yake. Je, kamari tutawasaidia vipi ndugu zetu? Vijana wetu hawa, nenda kwenye vituo vinavyochezwa kamari, uwaone jinsi walivyokwisha kwa kubeti kuhusiana na timu ambazo hata hawalizijui. Guatemala kuna timu, mtu hajui Guatemala iko wapi kumweleza, lakini anabeti kuhusiana na timu moja Guatemala huko ili apate mkeka wake usichanika. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza wazi katika suratul Maida 78 mpaka 79 kuhusiana na Bani Israil. Ni funzo kwetu sisi, ni somo kwetu sisi, ni mfano hai. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ulipoenea ufisadi, uharibifu, Mwenyezi Mungu anaeleza wamelaaniwa, wamewekwa mbali na rehema Mwenyezi Mungu wale waliokufuru katika Bani Israil kupitia ulimi wa Daudi na Isa ibn Maryam. Hii ni kutokana na yale ambao waliokuwa wakifanya maasi na walikuwa wakifanya uadui. Kanu la yatanahuna munkarin fa'alu, walikuwa wakatazani maovu wanayofanya. La bisa ma kanu yaf'alun, ni baya mno walikuwa wakilifanya. Sasa ikiwa mwaka mzima hatukatazani kamari na riba, basi ujue kwamba sisi tunaingia katika laana. Anasema al-Imam Saadi rahimahullah katika tafsiri yake, katika haya yaliyokatazwa, haya ya riba na mengineyo, dhalika anna dhalika yajri al-usat wal-fasaqatu ala al-ikthar min al-ma'asi idha lam yardau anha. Hapa ndio wale watu mafasiki na maasi ndio wanaopata fursa ya kufanya wazi. Leo tunatangaziwa mikaka mingapi mtu yake imefanikiwa, mara ngapi mtu kapata mamilioni mangapi. Wanashajiisha, wanawapa hamasa watu nao waingie katika mambo haya. Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameusifu umati huu wale alipotuambia kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Aya kila mmoja wetu anaifahamu. Ubora wetu katika umati huu ni kutokana kwamba tuamrisha mema na kukataza maovu, na tunamwamini Mwenyezi Mungu. Wapi ubora huo sasa hivi? Mbona maasi yanakithiri? Mbona riba na kamari yanakithiri? Tumeacha kuamrisha mema na kukataza maovu. Ubora umetuondoka. Huu ubora ulipotuondoka ndipo adhabu ya Mwenyezi Mungu sasa imetuenea, katika ile hadithi nilizozungumza kwamba itakapodhihiri zina na riba katika jamii, katika kijiji, katika mji, basi tarajia kwamba Mwenyezi Mungu atashusha adhabu yake. Na ndio huu udhalili tulionao, huu unyonge tulionao, tuachashingishana shilingi milioni 100. Hiyo 100 imetoka kwa wenye hilo, sio kutoka kwa kwetu sisi. Ilikuwa 100 itoke kwa wengine, sio kwa wale ambao wana hii shughuli. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi iliyothibiti
aliyopokea Imam Abu Daud, hadithi sahihi, anasema idha tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum bizar'i wa taraktum al-jihada sallata Allahu alaykum dhullan lan yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, idha tabaya'tum bil'ina, ikiwa mtafanya biashara za riba za kudanganyana. Al-ina ni biashara gani? Al-ina ni ile biashara kwamba mimi sina kitu na kwenda kwa mwenye duka, nitakwenda kumkopa vilivyopo dukani mwake kwa bei ile ile iliyopo dukani, kisha ili nipate pesa na muuzia tena yule mwenye duka kwa bei ndogo, lakini ananidai kwa ile bei kubwa aliyoniuzia. Hii ni riba ya wazi. Sasa Bwana Mtume anasema mkifanya riba ya namna hii, na ikiwa kazi yenu nyinyi ni kutafuta ng'ombe tu, ni kufuga na kuichulika na mambo ya mashamba, na mkaacha jihad bimaanaha alkamil, miongoni mwao al-amru bil ma'ruf wa nahy mkaacha, Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sallatallahu alaykum, Mwenyezi Mungu anawasaliti nyinyi, anawateremshia nyinyi dhullan, udhalili, unyonge, hauondoi mpaka mrudi kwenye dini yenu. Sasa Waislamu, sijui tunasemaje? Hebu tujione tulivyo madhalili, tulivyo wanyonge. Hatuna kauli sisi mbele za jamii. Wakati mwingine tunajificha. Unajificha mbele ya jamii wewe usijulikane kwamba ni Muislamu. Huu ni udhalili, ni unyonge. Unajiita jina la ukoo ili usijulikane jina lako halisi kwamba ni jina la Kiislamu. Kwa nini? Kwa sababu utaonekana labda ni gaidi, utaonekana labda kadha, utaonekana. Leo Waislamu katika unapozungumziwa umaskini, basi Waislamu wanaingia kundi. Tunazungumza kwamba utajiri, leo Waislamu matajiri wakubwa hapa Tanzania ni Waislamu. Je, na maskini wakubwa hapa Tanzania Waislamu vile vile. Nini sababu? Udhalili huu unakuja kutokana na sisi tumeiacha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwao al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Waislamu, kwa haya machache ambayo nimetanguliza mbele yenu, si swala la kusikia basi na kuyaweka kwenye maandishi au kuyafanya kwamba yako kwenye mitandao na kwenye television na kwenye radio. La hasha. Haya ni mambo ya kuyafanyia kazi Waislamu. Majumba yetu yananuka riba na kamari, kwa kujua au kwa kutokujua. Tusafishe majumba yetu, tusafishe nafsi zetu. Wallahi haiwezekani mtu unakosa, una mgonjwa hospitali, wataka 200,000 ya kwenda, waletewa message ya kwamba kuna 500,000 hapa, utalipa kwa riba ndogo. Hivi kweli waweza kuiacha? Yataka imani kubwa sana. Je, tumelelewa katika imani kubwa namna hiyo? Tumewalea watoto wetu katika imani kubwa namna hiyo wasiwezi kufanya mambo haya? La hasha. Hapana budi kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi Waislamu, kama walivyosema wema waliotangulia, hatutoweza kufanikiwa kama walivyofanikiwa wa kwanza kama tutaacha yale waliokuwa nayo wa kwanza, nao ni kufuata kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Aqulu ma tasma'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.